Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya mbuzi. Kumwamini mtu anachokizungumza. Kumstiri mtu aibu yake. Kidole kuvimba. Kuwa na hofu kwa jambo. Kujutia kitu. Kufanya ibada kwa usiku. Kumharakisha mtu katika safari. Kupitia tatizo dogo ambalo litakuchanganya ila litaisha kwa muda mfupi. Utapata usaidizi wa kifedha. Kuangukiwa na jani, nyoya au kunyeshewa na mvua ukiwa katika matembezi. Inaashiria kubarikiwa na heri kukufikia. Kuamua kuukaripia ujinga. Kutafuta namna kujinasua katika mtihani. Kukinaishwa na kitu. Kuendelea kumsumbua mtu. Jitahadharishe na watu wenye hila, kwani hauwezi kuwa mwema kwa kila mtu. Nyota ya mashuke. Kujiridhisha kwa maongezi ya mtu. Kumkosoa mtu kwa kitu ambacho hakiko venye unataka. Kung'atwa na mdudu. Kuamshwa na sauti ya ndege. Kukatishwa ndoto yako kwa kuamshwa. Kuzibaini ishara utakazojua maana yake na zitakushtua. Kuhisi kuwa una kitu ndani yako, yaani una nguvu ya kipekee usioiweza kuitumia wala kuijua vema. Na hili limetokana na baada ya kufahamu kitu. Naam mashuke. Upo na nguvu ya utetezi ya kutoa msaada pale panapohitajika msaada. Na ndiyo maana wengi wenu mpo katika vitengo vya kutoa msaada. Na wenye kuhurumia hata mdudu au mtu aliyeadhibiwa hata kwa makosa yake. Kuna mtu atahitaji kujua uelewa wako kwa kukuuliza maswali ya mitego. Utakuwa mbali na mtu unayempenda. Siku ya leo utakuwa ni mwenye furaha mno. Kuna kitu kipya kitakachojitokeza. Kwa baadhi yenu, mambo yatafanyika kwa wepesi mno. Kumsemesha mtu maneno yatakayomfanya ajisikie haya au aibu na kujutia. Kumpatia mtu kitu na atapokea kwa ukubwa. Kutopendezwa na aina fulani ya chakula. Mashuke, unapaswa kuwa makini kwa waliokuzunguka kwa maana si kila anayekuchekea ni mwema. Maneno hayo si mageni kwako, hivyo yazingatie. Nyota ya ng'ombe. Siku ya leo utakuwa katika hali ya upole na unyenyekevu. Hautohitaji kabisa kutofautiana na mtu. Jambo lako bado linafanyiwa kazi kwa uliloliombea. Kumwelezea mtu kitu unachokipenda au kutokipenda. Kuhisi kuna mtu maalumu yupo kwa ajili yako. Mwenye kukupa nafasi ya kutenda, kukusikiliza na kujua lipi la kuamua. Kutamani ufikie mbali kwenye malengo yako unayoyapanga. Ng'ombe, unashindwa kutambua kutofautisha wema na wabaya kwa kuruhusu upendo wa kinafiki ukuzidi kutoka kwao. Kwa kuwa wewe ni mlezi na ndio maana unapenda kukumbatia vilivyo vizuri na vilivyo vibaya pia. Kutamani kujijua zaidi kiasili. Utaijua athari ya kitu. Uliyemhisi ni muongo, utapata kujua ukweli wake kuwa yeye yuko sahihi. Nyota ya mshale. Utaombewa sana maombi mazuri. Utahisi una upungufu wa damu kwa kuhisi kizunguzungu. Kumwepuka mtu utapeli. Maneno ya mtu kulingana na neno uliloambiwa na mtu mwingine. Mwongozo mpya utakao kufanya kuheshimika na kupokelewa vyema na wengi. Utahitaji kujua historia ya kitu. Utakutanisha ndugu waliokuwa wamepotezana. Kulandana ama kufanana na mtu sana na watu kushindwa kukutofautisha. Kujihisi usingizi lakini ukienda kulala usingizi hupotea. Nyota ya simba. Kukutana na watu uliopezana nao kidogo. Kujihisi mwili mwepesi kwa baadhi, yani kama umefunguliwa. Kumuota mzazi wako mara kwa mara, tambua kuna ulinzi upo kwako. Utakaa na mtu mwenye maswali mengi sana. Utakohoa sana wakati wa asubuhi. Kuvimba sehemu. Kupata taarifa ya mgonjwa. Kuwasha kitu kwa muda mrefu. Utasumbuliwa na mtu kwa kuhitaji kitu. Mtu atakusaidia bila kumuomba msaada wake. Kuanzia siku ya kesho, jitahidi kuamka mapema sana kabla jua kuchomoza. Jitahidi kufanya maombi kwa hilo jambo lako kwa siku 5 mfululizo na zaidi ya hapo kwa imani utapokea majibu mazuri. Nyota ya punda. Ulichosema kwa mtu ni sahihi japokuwa anakwepa ukweli. Utaangalia kitu kitakacho kufunza. Kuhisi mtu ana uelewa wa mambo yaliyofichikana.
kusema jambo kwa kubahatisha, kufika kwa mtu bila taarifa, kusitisha kufanya kitu au kutoa huduma kwa mtu, kuulizwa kutokana na mabadiliko yako, kumrahisishia mtu kazi yake, kuboresha kiwango chako cha kazi, kuhisiwa kitu, kumuua nyoka ndotoni au kwa macho ya kawaida. Utapata cheo na kuangamiza uadui. Nyota ya Nge. Kukataa ukweli kwa kitu ulichokifanya. Kutafuta njia ya kujitetea kwa kutaka kuonekana ni mwema. Naam Nge, kweli wewe ni mwema, ila kuna wakati unashindwa kuwa mwadilifu kwa kuendekeza matamanio yako binafsi. Mwenyezi Mungu atakuepusha na shari inayokuandama. Kuanza kuthibitisha ulichoambiwa. Bado maneno ya mtu yanazunguka akilini mwako. Kuhisi mtu anahusika kwa mapito yako. Utafanya manunuzi yatakayokuletea faida. Nge, epuka kujionyesha sana kwa kuwa wewe ni mtu wa namna gani. Kwa kuwa uhalisia wa mtu hujionyesha wenyewe tofauti na kujielezea. Kumtahadharisha mtu. Kusikia sauti ya mdudu aliyejificha. Unapatiwa taarifa ya kitu kitakachojitokeza kwa njia ya heri au kuujua ukweli. Nyota ya Samaki. Kurekebisha sehemu ya bomba la maji safi ama maji taka. Kupata mwongozo mzuri utakao kubadilisha kimwenendo na kusifiwa pia. Kuna jambo hutamani litokee, yaani unajaribu kulikataa au kulipinga. Kukazaniwa sana kwenye jambo lako la umuhimu ambalo ulianza kulipuuzia au kuwa na uvivu nalo. Kuijua haiba ya mtu. Nyota ya Kaa. Kuhisi unashindwa kufanya maamuzi. Mtu kukukosesha raha au amani. Kuingiwa na hofu. Kuogopa kumkosea mtu. Kutamani kujishusha kwa mtu ili kuleta amani. Kaa, upo sahihi kwa unachokifikiria, lakini tambua hauwezi kuitafuta amani kwa adui aliyekushikia silaha, kwani muda wowote anaweza kukudhuru akitaka. Kujiweka mbali na waliokukosea haina maana kuwa wewe ni mbaya, ila unajiepusha na shari zaidi. Utapata taarifa ya mtu kupotea. Utapokea ofa kwa mtu akupendaye. Kusikia habari za ufuoni, yaani pembezoni mwa bahari, kwa mambo yaliyojitokeza. Kutoa sauti ya kiutofauti ambayo itamshtua mtu. Hutokuwa mwenye raha sana kwa kuhisi unyonge. Utabuni njia ya kukuingizia kipato kwa namna nyingine. Kuona namba zinazojirudia itakuwakilishia baraka na mwongozo wa kiimani kukamilisha mambo yako. Nyota ya Ndoo. Kupata usingizi mzito mno. Kujadiliwa kwa namna nzuri. Kuiga kitu ili uone matokeo yake. Kuweka pesa katika mzunguko wa kuikuza zaidi kifaida. Kupishana na Wamasai kila wakati wakiwa wameshikilia silaha au kitu. Hali hii itakujulisha uko kwenye wakati sahihi wa kurekebisha mambo yako. Utakuwa mwenye hasira kwa ubaya kuudhibiti. Hautokuwa na hofu tena. Utahisi mwenye kusisimka. Kutofichwa jambo hata kama mtu alishazoea kudanganya, ila atakwambia ukweli. Kupunguza maneno mengi kuongea na mtu mara kwa mara. Hizo ni dalili zitakazoonekana kwako. Kuondoa uonevu wa kazi au jambo linalofanyika. Nyota ya Mapacha. Kutamani uwepo wa mtu ambao ni muhimu sana. Kutompa mtu nafasi ya kukuzoea au kukuamini. Kuna wakati unaweza kusema ukweli ila mtu akahisi uongo, kutokana ni mtu mwenye usiri sana hasa kwa mambo yako. Utajilazimisha kutumia kitu. Kusemeshwa huku ukiwa unawaza vitu vingine kabisa na hutoelewa ulichoambiwa. Kumwona mnyama jamii ya chui kila wakati, hii itakujulisha kuongezeka kwa uwezo na uimara wa kazi yako na maendeleo yako kupitia juhudi zako kuwa juu. Utapita sehemu yenye tope na kuchafuka. Kuingiwa na mdudu jichoni, utaiepuka shari. Nyota ya Mizani. Yazingatie mambo muhimu katika maisha yako. Usiruhusu mtu kukudharau. Kuisikia sauti ya mtu yenye ukali. Kujihisi kushindwa ila kuna muda unapata ujasiri. Kukosa mawasiliano ya mtu kwa muda mrefu, hivi karibuni anaweza kukutafuta. Kumbuka kuimarisha msingi wa maisha yako. Uaminifu wako kwa mtu kuwa na dosari. Utaagizia kitu kutoka nchi ya mbali. Kukubali kitu lakini moyoni unakataa. Utabiri huu unatoka kwa Ahi Shamshi
Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804 kwa elimu ya nyota, ushauri, tafsiri ya ndoto, masomo pamoja na tiba. Vyote vinapatikana WhatsApp group. Usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.